Stephane Aziz Ki ndiye mchezaji mwenye hat-trick nyingi kuliko wote wanaocheza ligi kuu hivi sasa, akiwa amefunga hat-trick mara 4 tokea amekuja Tanzania. Hakuna mchezaji aliyefunga hat-trick nyingi kumzidi Aziz Ki tokea amekuja Tanzania. Licha ya kuwepo kwa washambuliaji bora, bado Aziz Ki anashikilia rekodi ya hat-trick nyingi. Hat-trick zidi ya Kagera Sugar, hat-trick zidi ya Prison, hat-trick zidi ya Azam, hat-trick zidi ya KMC, King of hat-trick kwenye ligi kuu kwa misimu mitatu, hat-trick 4, na kila msimu amefunga hat-trick moja. Msimu uliopita ndio alifunga hat-trick 2. Suala la kiungo mshambuliaji wa Yanga Stephane Aziz Ki kuendelea kuwapo ndani ya kikosi hicho ni jambo la muda tu kuanzia sasa, kutokana na matajiri wa Kiarabu kujipanga kumng'oa Jangwani. Aziz Ki anayemiliki mabao 7 na assist 7 katika ligi kuu msimu huu, inaelezwa ananyemelewa na klabu mbili kubwa kutoka Morocco zilizoanza mazungumzo na mabosi wa Yanga ili kumnunua kwa msimu ujao, huku mabosi hao wa Jangwani wakiwa tayari wameshapiga hesabu za mbadala wa kiungo huyo. Kiungo huyo raia wa Burkina Faso anaitumikia Yanga kwa sasa kwa msimu wa 3 tangu alipotua akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast, akiwa ndiye alikuwa mchezaji bora na mfungaji bora wa ligi kuu bara msimu uliopita akifunga mabao 21. Katika msimu wa kwanza Aziz Ki alicheza na Feitoto, alimaliza na mabao 9 chini ya kocha Nabi aliyeondoka kumpisha Miguel Gamondi, na msimu uliopita mambo yalimnyokea akifunga mabao 21 yaliyoiwezesha Yanga kutetea ubingwa wa ligi kuu kwa msimu wa 3 mfululizo. Iko hivi: Aziz Ki aliongeza mkataba wa miaka 2 na kwa sasa anamaliza mwaka wa kwanza, hivyo timu inayomhitaji inatakiwa kumnunua kwa bei ambayo Yanga itaihitaji. Kilichowavutia zaidi Waarabu hao ni rekodi za kiungo huyo, hasa za msimu uliopita alipowafunika nyota wote wa ligi kuu, kwani licha ya kufunga mabao 21 pia aliasisti mabao 8, huku msimu huu akiwa amehusika katika mabao 14 hadi sasa. Inafahamika hadi sasa klabu mbili ndizo zilizogonga hodi kwa Yanga, ikiwamo FAR Rabat na Raja Casablanca, zote kutokea Morocco. Taarifa hizi zinaeleza kwamba mabosi wa Jangwani wameanza mazungumzo na FAR Rabat juu ya hatua ya kumuuza mwisho wa msimu huu, huku mabingwa wa Morocco Raja Casablanca nao wakielezwa wanajaribu kumsaka kiungo huyo, hivyo mwenye kisu kikali ndiye atakayekula nyama. Kuna uwezekano mkubwa dili hilo likamalizwa na FAR Rabat kwa kuwa tayari wameshafikia hatua nzuri ya kumaliza dili hilo, na kama atatimkia huko atakutana na beki Enock Inonga Baka alikuwa akiitumikia Simba kabla ya kutimkia Morocco msimu huu. Katika ligi kuu ya Morocco, Batola Pro, FAR Rabat iliyokuwa chini ya kocha Nabi msimu uliopita inashika nafasi ya pili ikiongozwa na RS Berkane, huku Raja ikishika namba 8 kwa sasa, wakiwa pia ndio watetezi wa taji walilolitwaa kwa kuzidi ujanja wa maafande wa FAR Rabat dakika za lala salama. Sasa inaelezwa kuwa kwa namna dili la Aziz Ki lilipofikia, mabosi wa Yanga wameanza mipango ya kumrejesha Faisal Salum Feitoto kutoka Azam. Fei iko hivi: ukirudi msimu miwili nyuma utakumbuka Feitoto anayekipiga Azam FC kwa sasa alicheza pamoja na Aziz Ki katika kikosi hicho kwa nafasi moja ya namba 10, huku Fei akimkalisha mara kadhaa benchi nyota mwenzake kabla ya kuanzisha mgomo uliompeleka kwa matajiri wa Chamanzi. Sasa inaelezwa kuwa kwa namna dili ya Aziz Ki lilipofikia, mabosi wa Yanga wameanza mipango ya kumrejesha Feitoto, japo kiungo anayemiliki mabao 4 na assist 13 kwa sasa akiwa na Azam anawindwa pia na Simba, akielezwa anaendana na soka la Msimbazi. Kwa sasa Feitoto ana mkataba wa mwaka mmoja na usheni na klabu ya Azam. Ilishaweka wazi kwa atakayetaka saini yake basi aende mezani akiwa na shilingi bilioni 1 ili kumpata. Hata hivyo, Yanga imekuwa ikimpigia hesabu kwa kuona kama ndiye mtu anayeweza kuziba nafasi ya Aziz Ki kama dili la Morocco litatiki. Ingawa mchezaji huyo Mzanzibari aliwahi kunukuliwa kwamba anatamani kucheza soka la kulipwa, na awali alikuwa akiwindwa na Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Kaizer imekuwa ikimwinda Feitoto tangu mapema msimu huu, lakini ilishindwa kufikia dau lililowekwa na klabu ya Azam ya zaidi ya shilingi bilioni 1.3, kwani walipeleza meza dola 300,000 kabla ya kuongeza nyingine dola 50,000 na kuwa dola 350,000 ambazo zote
zilikataliwa katika dirisha dogo lililofungwa Januari mwaka huu. Kaizer imeshaifuata Azam rasmi kwa ajili ya mazungumzo ya kumpata kiungo huyo msimu ujao, ikiwa tayari kufikia dau la matajiri hao wa Chamazi, lakini ilishindikana. Chanzo kutoka Azam kiliweka bayana, japo kilidokeza Simba na Yanga hazijaenda mezani kwao.